Askofu wa Kilutheri Afrika Mashariki Nyanda za Juu Kusini Dr. Edward Mwaikali amesema kwa kuwa huu ni mwaka wa uchaguzi nchini Tanzania, kila mmoja anapaswa kuwa mbele katika kutetea amani, kwani amani ndiyo msingi wa maendeleo, akihimiza pia waumini wake kujitokeza kugombea nafasi mbalimbali. Ametoa wito huo Aprili 20, 2025 wakati wa ibada ya sikukuu ya Pasaka katika usharika wa Rwanda, akisema muda wa kuliombea taifa kwa usalama na yenye amani ni sasa, kutokana na uchaguzi huu mkuu wa baadaye mwaka huu wa kuchagua madiwani, wabunge na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Huenda akatokea baba mbadala, lakini sio mama mbadala. Kwa maana hiyo, amani ya nchi yetu ikitoweka, hatutapata mbadala wa nchi nyingine. Niombe viongozi wa dini na Wakristo wote tuendelee kuliombea taifa letu, na mwaka huu ndio wa uchaguzi mkuu wa wabunge, madiwani pamoja na rais. Hii amani iliyopo, viongozi wa serikali wamejitahidi sana, lakini isitoshe waumini wetu pamoja na watumishi wa Mungu wa dini zote wamehusika. Tushikilie sana amani yetu, tuvuke kwa pamoja, tusifananishe na baadhi ya mataifa ambayo vita na migogoro imetawala. Askofu Mwaikali pia amesisitiza umuhimu wa kuchagua viongozi wenye hofu ya Mungu, akisema kuwa wanapopatikana wagombea wenye hofu ya Mungu huweza kuongoza vizuri kuliko kuwaachia nafasi wasio na dini ambao uongozi wao huwa sio bora. Chama cha Mapinduzi CCM ndio pekee wameweka ukomo upande wa uraisi, lakini vyama vingine vyote nafasi iko wazi. Niombe waumini hapa kanisani mjitokeze tupate wabunge, madiwani na hata rais. Itapendeza sana kuona kiongozi akiwa mtumishi wa Mungu, kwa kuwa hofu itakuwa kubwa kuliko kuachia wengine. Kwa sasa nimeona mmoja kanisani hapa aliyeonyesha nia kugombea na ameshaniambia tumuombe. Amewashukuru kwa kuwapongeza waumini kwa namna anavyowezekana kila siku, akisema kwa miaka 3 sasa tangu ashike nafasi hiyo wamefikia zaidi ya 17,000. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho tulikuwa mkizungumza Mwaikali kuhusiana na kile ambacho kimekuwa kikiendelea. Asante kwa kuifuatilia Baharia TV. Usisahau kulike, kusubscribe, kucomment na kushare.